Kwa hiyo mimi ni kiongozi wa kanda ya kati, ndiye makamu mwenyekiti wa kanda ya kati. Sasa nataka nizungumze mambo yanayohusiana na maeneo yote katika nchi hii, kwa sababu watu wameendelea kukaa kimya, wengine hawajali mambo ambayo yanaendelea, wanaona kama sawa lakini kumbe hayako sawa. Mnafahamu ya kwamba mwenyekiti wetu wa chama taifa yuko ndani na ameshikiliwa na jeshi la polisi, na sababu ni kwa sababu alikuwa anaendelea na mikutano yake ya no reforms no election. Sasa kwa nini yuko ndani? Nafikiri juzi nilikuwa na uchaguzi mdogo wa baraza la vijana maeneo haya. Nikawaambia viongozi wa mkoa wa Singida na viongozi wenzao wa wilaya kwamba wakati wowote nilipokuwa mwenyekiti wa mkoa, nilikuwa nikisikia na kupata taarifa kutoka taifa, nilikuwa nakwenda haraka kwenye vyombo vya habari kwa kile kilichotokea. Mbona nyie mnakawia, mnaogopa nini? Sasa leo ndio wametoa tamko. Baada ya nchi nzima kote wameshatoa tamko. Lakini mkumbuke ya kwamba mkoa wa Dodoma, sijui Morogoro, sijui wapi, Mara, siku nyingi wametoa. Na habari imeshaanza kuchakaa. Watu wa mkoa wa Singida ndio wanakumbuka leo, na wametoa tamko hilo kwa vilio. Hivi ni kweli tunampenda ndugu yetu au tunatania? Alipokuwa wilayani ya Ikungi alizungumza ya kwamba kwa maneno mazuri na maneno magumu yenye ukakasi, ili ya kwamba tutakapokwenda kwenye no reforms no election, maana yake tunamaanisha, maana yake kama itashindikana hizo reforms zikakosekana, maana yake tutatoka ikiwemo barabarani, na maana yake tutakwenda kukinukisha. Sasa ninachotaka kusema wananchi wa Singida, leo hii Lissu yuko ndani, lakini wananchi waliokuwepo maeneo haya ambao wanasema wanamuunga mheshimiwa Lissu mkono, nikiwemo pamoja na mie, leo mtu kaingia ndani, yuko amekamatwa na ameshikiliwa. Tuko wapi kama hatudanganyani ya kwamba tunapiga people's power halafu tunaingia uvunguni? Ni kwa nini mpaka leo watu wameendelea kukaa, wamesimama na wanaendelea na shughuli zao, halafu wanasema sisi tuko pamoja na mwenyekiti wa chama taifa? Sasa ile kauli ya kusema ya kwamba tutakinukisha, kama leo hii mtu amekamatwa bado ametulia, hamna kitu. Wa Tanzania bado hawajawa tayari kwa ajili ya vitu vingine vya mapambano. Makamada peoples, sasa nasema hivi, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyie. Hapa kuna vitu ambavyo vinaendelea kukikwamisha chama changu, na hivi vitu lazima nivitaje, na ndio vinaomkwamisha mwenyekiti wa chama taifa, na atakwama pamoja na sisi wenyewe kwenye chama. Tutakwama katika mambo makuu matatu, ambayo mambo haya makuu matatu ndiyo ambayo yatapelekea chama chetu kukwama na mwenyekiti wetu Lissu kukwama. Mambo haya matatu ni mambo gani? Jambo la kwanza ni hili. Jambo la kwanza, huyu ni kiongozi mkubwa wa chama ambacho kikuu katika nchi hii. Sasa anapaswa kuwa na washauri makini, anapaswa kuwa na washauri wabobezi katika mambo ya siasa, anapaswa kuwa na wataalamu ambao wana uwezo kuandaa hotuba zake na taarifa zake na mambo anayoyafanya sahihi. Lakini imekuwa kinyume na hivyo. Sasa maana yake ni nini? Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa anazungukwa na watu wasiokuwa na uwezo, nao wakimpelekea ushauri kama yaliyotokea kwenye uchaguzi. Wanampelekea ushauri mfukuze fulani, na yeye anakubali
Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hana watu sahihi wa kumshauri katika mambo ya ujenzi wa chama, kwa ajili ya kujenga chama kwa level ya kimataifa na level ya kinchi kwa ujumla. Hana washauri sahihi wa kumfanya awe mwanasiasa bora na mwenyekiti bora zaidi ya yule aliyepita. Hilo ni jambo la kwanza. Na haya yamepelekea hatimaye sasa chama kinaendelea kuvurugika, na hata zidi ya kuvurugika, maana yake kumeendelea kuwa na mpasuko na mmemenyuko, na hata hayo yanasababisha, kama ambavyo mnajua ya kwamba mpaka sasa hivi hata ile sheria ya maadili, hata kama tunasema kanuni hizo haziwezi kuwa kubwa kuliko sheria, maana yake bado tuna uwezekano wa kwenda kwenye uchaguzi kama kutakuwa na uwezekano kama wanasheria wetu wataweza kwenda. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linamfelisha mwenyekiti wa chama taifa. Jambo la kwanza, kutokuwa na washauri sahihi wenye uwezo na ambao wabobezi katika mambo ya nini, ya mambo ya kisiasa na mambo ya kijamii. Badala yake anatumia watu wasio sahihi, watu ambao hawana uelewa, watu ambao wangazi na level ya chini yeye anawasikiliza. Hiyo itapelekea chama kufeli. Jambo la pili ni jambo la kukataa kushauriwa na wenzake na wengine wenye uwezo wa kiutaalamu kwa ajili ya mambo ya kisiasa, na kuona ya kwamba yeye ni mtu pekee ambaye ana uwezo wa kujenga hoja na hoja hiyo isikosolewe. Ndio maana mmeona baada ya hayo, mmeona watu wengine akiwemo mwenyekiti wa wilaya ya Mwanga aliyesema ya kwamba baraza kuu halikutimia kwa ajili ya uteuzi wa wajumbe wa kamati kuu. Muelewe, wananchi wa jimbo la Singida mjini mnielewe, na nimesema ya kwamba na yazungumza haya si kwa kutumwa na mtu. Sijatumwa na Mbowe, sijatumwa na hawa waliokuwa wabunge 2020. Mimi nimekuja kwa sababu ya na wivu wa kuwiwa na hiki chama cha Demokrasia na Maendeleo, na natafuta kiendelee kusonga mbele, kwa maana wananchi wanatumaini nayo, na kama wana matumaini nacho lazima na mimi nitetee. Na baada ya mkutano huu wala hakuna mtu atakayesubutu kunishughulikia, kwa sababu ninayazungumza bayana, kwa sababu na mimi ni mjumbe wa baraza kuu, na mimi pia ndiye makamu mwenyekiti wa kanda ya kati. Nina fursa ya kusema kwa mawazo yangu na akili yangu, ndivyo demokrasia ilivyo. Kwa hiyo hiki jambo cha kutokukubali kukosolewa ni kitu kibaya. Sasa tukiwa tunawaita watu madikteta, alafu baadaye na sisi tukafanya matendo hayo, na sisi sijui tutakuwa ni madikteta au tutakuwa ni akina nani, sio sawa sawa. Kwa hiyo lazima akubali yeye pia kwa ajili ya kukosolewa, kama mimi ninavyo nikakosolewa na wewe unavyoweza ukakosolewa. Hayo ndiyo mambo ambayo yanamkuta mwenyekiti wetu wa chama taifa. Jambo lingine la tatu na la mwisho, hili ni kuamini tu ya kwamba ninachokiamini mimi na ninachokiona mie na nilichokiona kwamba kinafaa, basi hichi ni lazima kiwe kinafaa, kwa sababu mimi ndiye ninayejua na hakuna anayejua. Sasa hata wale wanaosoma katika maandiko matakatifu yanasema yule anayejiona anajua basi hajajua bado. Sasa lazima mara zingine tukubali kuchanganya mawazo na ya watu wengine, kwamba wewe unatakiwa unishauri mimi na mimi nikushauri wewe, kisha tukusanye mawazo ya kwako na mawazo ya yule na mawazo ya mtu mwingine, alafu tuyalete pamoja, alafu tuchague jibu liwe moja, kwamba ni hapana au sio hapana. Waheshimiwa wananchi, katika haya mambo yote niliyoyasema ni kwamba ni kwa nini tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili ya jambo moja, kwamba sasa hivi mwaka huu tuna uchaguzi.
na uchaguzi huu mkuu, tayari sheria ya maadili ya uchaguzi vyama vya siasa wenzetu wamekwisha saini. Sisi bado hatujasaini. Hatujasaini ni kwamba tunajiona ya kwamba labda pengine hatujachelewa. Sasa hatuwezi kupima yale yanayoendelea na yalikuwa yanaendelea nyuma. Tumeona zidi ya chaguzi zilizopita. Bado tunaamini ya kwamba hawa jamaa hawataweza kufanya chochote tutaingia kwenye uchaguzi. Ni kwamba hatuwezi. Na kama tunawezaje? Njia iliyo bora na njia iliyo sahihi ni kutafuta namna ya kushauriana na hata viongozi wetu wakuu wa taifa, sisi ambao ni viongozi wenzao wa kanda na wajumbe wa baraza kuu, pale panapokuwa tunahitaji kuwashauri washaurike. Unajua vitu vingine vinafanyika ambavyo havina msingi. Kuna kipindi tumepita kwenye mkutano hapa, nyie mnafahamu. Sasa ndugu zangu wananchi, ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Singida, haya niliyoyasema, nina kauli moja ya kusema, kauli mbiu. Nimesema mkutano nimeachiwa mwenyewe. Nimefurahi kuachiwa mkutano wenyewe. Pengine nazungumza kwa kuwa waandishi wa habari wapo, wamechukua taarifa zangu. Lakini kitu cha msingi ni hichi. Ninawashauri viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wenzangu, ili tuweze kujenga taifa letu kwa nia moja. Tunajua ya kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi. Pia nimkumbushe waandishi wa habari, naomba aliyekuwa mwenyekiti wa chama taifa zamani, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, naomba asikie ujumbe huu kutoka Singida. Ni wakati umefika sasa, pamoja na maslahi yao, kila mtu na maslahi yake, pamoja na maneno ambayo wamekashifiana au kujadiliana au kusemana kwa nia mbaya, lakini kwa wakati huu ambapo Lissu anakutana na madhira, ni muombe Mbowe, yeye ni mwenyekiti aliyestaafu, lakini pia anafahamika katika taifa hili na jumuiya zingine za madola, kwamba hichi kilichomkuta Mheshimiwa Antiphas Tundu Lissu, ana haki ya kuingilia kati, aende akamuone mwenzake, wakashauriane huko namna iliyo njema. Lakini pia ni muombe Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kupitia mkutano huu, mimi ambaye ni ndugu yake na Mheshimiwa Antiphas Lissu Mnyaturu wa kwetu hapa, kwa mazira haya aliyomkuta, basi kama ataona vema ni vizuri akamwachia Antiphas Tundu Lissu, ili aje akutane na si tujadiliane kwa hoja njema, ili tufanye maslahi mapana ya taifa hili. Taifa hili halijawahi kumwaga damu tangu enzi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumekuwa tukiishi kwa ushirikiano, pamoja na yaliyotokea nyuma hapa kwa utawala uliopita. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa sasa Samia Suluhu amejisiona mimi sifanyi kampeni, labda ataniteua hata niwe mkuu wa wilaya au mkuu, mistaki chochote kuteuliwa. Lakini ametupa privilege ya kufanya mambo yetu, hata kama tulisulumiwa labda pengine kwenye uchaguzi. Na hapa pamoja na hayo alianzisha mambo ya mahusiano kwa ajili ya kuweka maridhiano, na duniani kote hakuna kitu ambacho bora kama kuridhiana katika mazungumzo. Sasa kama Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amwachilie Lissu kupitia mkutano huu ni ujumbe wa kwangu, makamu mwenyekiti wa kanda ya kati. Kama ni mama anavyojitambulisha ni mama, na kwa kawaida mama wana huruma, lakini sisemi ya kwamba Lissu ahurumiwe, lakini nasema kwa sababu kuna viashirio ambavyo vinaonyesha kuna ukakasi, basi ana haja ya kusema, na muomba Lissu sasa mtoeni nje kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu turudishe mambo ya kwenda kupeana ushauri sisi na wanachama wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tukalete hoja mezani ya pamoja kwa hichi pia kilichotokea juzi, ili kama itawezekana kuna reform, kama kutakuwa na reforms
zikakubalika na sisi tuweze kuingia kwenye uchaguzi wa 2025, kwa sababu wananchi wanatuona ya kwamba ni tumaini lao. Kwa hiyo rai yangu kwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amwachilie Lissu kwa wakati ili tukafanye majukumu ya kuijenga nchi kwa pamoja. Huo ndio ujumbe wangu pia mahususi kwa siku ya leo. Nimezungumza kwa sababu ninajua kuna nini, lakini niseme kwa wazi, sina nia mbaya na taifa langu. Sina nia labda pengine ofu kwa taifa langu. Nina nia ya kwamba tukashirikiane katika kuijenga nchi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Singida, Mungu abariki watu wa jimbo la Singida mjini. Mungu tubariki sisi sote. Asanteni kunisikiliza. Huo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo.